Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Umejaa nguvu na mamlaka. Hakuna pendo lingine Bwana Jehova Jireh tumeliona katika maisha yetu. Pendo halina mwisho, ila tu ni pendo lako wewe Mungu wetu. Asante ni kwa sababu ya mamlaka yako Bwana Jehova Jireh ile umetupa. Asante ni kwa sababu umetupa kibali kikuu sana mfalme katika maisha yako. Ndio Bwana Jehova Jireh tuweze kufurahia na kutembea tukiwa katika utukufu wako Bwana, na tuwe na moyo wako mtakatifu. Ni wewe tu Bwana Jehova Jireh unastahili sifa na utukufu katika maisha yetu Bwana. Sisi hatuna lolote la kufanya wala kujiinua, ila tu Bwana Jehova Jireh kuinua jina lako Bwana kupitia neno lako na kuinua mapenzi yako kulingana na vile Bwana wewe upendavyo sisi tukaweza kuishi katika maisha yetu. Asante ni kwa sababu ni upendo mwingi sana Bwana Jehova Jireh umetuonyesha kupitia mwanao Kristo Yesu. Asante ni kwa sababu ya kazi aliyotufanyia kabla msingi wa ulimwengu kuwekwa. Asante ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh utakatifu ametupa, na ametupa Bwana haki yake. Ni kwa sababu Bwana mfalme, watu wengi wale wameamini, wamepokea hiyo haki kutoka kwake. Ni kwa sababu alikuja ndio sisi wote aweze kutuondoa katika maisha ya laana, maisha ya kifo, maisha ya dhambi, na ndio tuweze kuitwa mwana wa Mungu. Pasipo jambo lolote lile linaweza kutuondoa yani kutuondoa katika mapenzi yake, yeye aliye haki na yeye aliyetuumba kwa mfano wake. Asante ni kwa sababu katika mfano wake sisi tumesimama, katika nguvu zake sisi tumesimama, katika mapenzi yake sisi tumetambua ya kwamba sisi ni watoto wake. Pokea sifa, na tunaomba tu tukiombea watu wengi wale walio katika hali zinazo wasukuma, zinazo wasimamisha, hali zozote zile zimewafunga katika maisha yao, katika maisha ya rohoni, katika maisha ya mwilini, katika maisha yoyote ile wanaokaa wakiwa Bwana wamepingwa na mambo mengi. Tunawaombea Bwana Jehova Jireh wakaweza kufunguliwa na kujua na kuelewa mapenzi yako katika uwezo wako wote wewe Bwana. Pokea sifa na utukufu. Tunakuinua na tunakutukusa ni kwa sababu wewe ndiye mwingi wa rehema, na wewe ndiye mwingi wa utukufu na upendo. Na ni katika jina lako Yesu Kristo mfalme tunasema ya kwamba katika haki yako sisi tunaona uwema na fadhili na utukufu wako. Katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen, amen, amen. Asubuhi ya leo ninanena nikisema ya kwamba tuna uwezo wote, tuna nguvu zote. Mungu ametupa kibali cha kukomesha, kuharibu na kuondoa pingamizi zozote zile zinazosimama katika maisha yetu, zinazoweza kuja kupigana nasi. Na haya yote yanapatikana kupitia neno lake. Pasipo neno lake hatuwezi jua vile tunafaa kufanya ndio tuweze kusimama katika nafasi yetu. Nafasi yetu sisi ni kuliamini neno la Bwana. Nafasi yetu sisi ni kuamini neno na kuomba. Na wakati tunapolisoma neno tunaliamini na tunaomba, yani tunamshukuru. Wakati huo ndio tunajikuta wakati wowote tuko katika neema ile imetuwezesha sisi kusimama na kuendelea na wema ule ama neema ile ametupa. Neema ya Bwana inapatikana wakati gani? Neema ya Bwana inapatikana wakati wowote ule mwanadamu amegeukia neno lake. Hakuna mtu apokeaye neema ya Bwana kama hajageukia neno la Bwana. Tunapokea lile neno la Bwana kwa sababu ile neema ya Bwana kwa sababu tumegeuka. Hiyo grace haipatikani mahali pengine popote. Hiyo grace inapatikana tu katika Bwana, katika neno lake. Bwana asifiwe. Na katika neno lake ni kuamini ya kwamba katika uwezo wote sisi tumekubalika kwa Bwana. Na kukubalika kule kuna tufanya tukaweza kuwa na amani, kunafanya tuweze kuwa na upendo, kunafanya tuweze kuwa na umoja,
kunafanya tuweze kuwa na uzima wa milele, kunafanya tuweze kuitwa wana wa Mungu, unaweza kufanya tuweze kuponywa. Hiyo neema ama hiyo kukaa katika wema huo wa Bwana unafanya tuweze kuwa na furaha kila wakati. Na pingamizi zote zinazokuja kutupinga zinakuta watu wako tayari katika uwezo wote wa kuondoa hali yoyote ile inaoweza kuja kusimama na kupigana nasi. Na ndio tunanena tukizungumza kuhusu Adamu. Vile Adamu, wakati ule Adamu alikuwa hayuko katika yani mpango ama katika imani ama katika neno, katika imani ya neno, alikutwa kama mwizi na kila kitu, kila jambo lililokuwa limepangwa likamwangukia. Na wakati lilipomwangukia Adam na Eve wakaweza kuondoka kwenda nje ya mapenzi ya Bwana, na kwenda nje kwao kwa mapenzi ya Bwana waligeuka wakawa adui ya Bwana, wakawa waadui wa neno la Bwana, wakawa adui ya imani, wakawa adui ya kwamba hawawezi sasa tena kumcha Mungu, wakaendelea na kumcha yule muovu Shetani, yule aliweza kuwakorofisha pamoja na Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile ninanena ni ya kwamba tunafaa kila wakati kukaa katika hiyo neema, sababu hiyo neema inafanya mtu aweze kuwa na hata discerning spirit. Unatambua mambo kabla hayanja kufikia. Unatambua mishale ama mishale ya yule muofu kabla haija kufikia kukudunga. Unatambua sauti ya yule muofu Shetani kabla haujaingia katika mapenzi yake. Kwa hivyo kukaa tukiwa tayari katika neno la Bwana ni kitu kizuri sana, na kinatusaidia kutambua mwenendo na mawazo ya Shetani ndani yetu. Sababu Shetani sio ati anakuja anasimama mbele yako anaanza kuongea, anajionyeshana, anafanya tabia. Hapana. Kile yule muofu anafanya ni kunenea mawazo yako. Wakati anaponenea mawazo yako, anaingiza mawazo yako katika uhatari. Na wakati na hakuambii anakuingiza katika uhatari. Yeye anakuonyesha hiyo njia, anakuonyesha ndio sawa. Lakini ile njia anayekuonyesha na kukupitishia ni ya mwangamio. Bwana asifiwe. Kwa siri sana unatabua umeangamia wakati umeshaangamia. Sababu kazi ya Shetani sio ingine, ni kuua, kuharibu na kuangamiza. Anakuangamiza, anakuharibu, mwishowe anakuua, kwa sababu umekuwa chombo chake, umekuwa mali yake. Sasa utamfuata pasipo kupenda kwako. Lakini lango ni nani aliyelifungua? Ni mimi na ni wewe. Tunafungua milango wakati mwingi sana pasipo kutambua ya kwamba ule mlango tunaufananisha na mlango wa Bwana. Mlango wa Shetani na mlango wa kwa Bwana haina tofauti kubwa. Hapana. Kwa sababu hata yule muofu Shetani anatumia tu neno, na anatumia Biblia ile tunayotumia. Lile Biblia liliandikwa na Mungu, hilo ndio hata yeye anatumia. Alikuwa malaika wa Mungu Lucifer kabla hajakuwa mshariti wa mwanadamu, na alikuwa anajua neno. Na ndio hata neno linatuambia ya kwamba Shetani anaomba mpaka anatigika, anatetemeka, ahoyaga nginya kainaina. Shetani ni ahingaga. Yes, hivyo ndivyo neno linatuonyesha.
Kwa hivyo yule unadili naye wakati ule amekufanya uweze kuondoka katika mapenzi ya Bwana, ako na hekima kuu ya ufalme wa mbinguni. Ako na hekima kuu sana ya ufalme wa mbinguni, sababu anamjua Christ. Satan anamjua Christ na aliweza kujitoa ndio apigane na Christ. Yes, apinge Christ ndio aweze kumnyakua mwanadamu. Haleluya. Sababu alijua ya kwamba Christ akiwa mwanadamu hawezekani. But kwanza alimpinga, alianza kupingana na mapenzi ya Mungu na neno la Bwana. Ndio wakati anapopigana nalo, na ndio alimchukua Yesu. Alikuta Yesu katika nyika wakati Yesu alikuwa amefunga. Akaenda kukosoa neno la Bwana na kuambia Yesu ya kwamba kama wewe ni mwana wa Mungu, kama wewe, kuweka taswishi neno lile Mungu alilokuwa amelinena. Naye Yesu akatabua sauti yake. Ole wetu ni kwamba Adamu wa kwanza hakutambua sauti ya Shetani. Eve tena hakutambua sauti ya Shetani. Wote waliingia katika mwangamio kwa sababu hawakuwa tayari na neno la Bwana na kulitambua vyema vile linavyohitajika liweze kutambulika ndani ya mioyo yetu. Hawakuweka hiyo mzigo ndani yao. Kwa hivyo wakati walipoinukiwa walianguka na wakaweza kuondoka katika mapenzi ya Mungu. Na tukiendelea, nataka tuweze kulisoma neno na tuweze kujua ya kwamba sisi Mungu hakutuumba tukiwa na mbegu yoyote ile ya mwangamio. Sisi Bwana alituumba tukiwa na mbegu ya ushindi na mbegu iko na uwezo wote. Nashukuru sana ni kwa sababu ninaona kuna watu wameanza kukaribisha marafiki, na tutaendelea na kuwakaribisha. Asante sana. Tukakaribisha wote. Katika neno, katika kitabu ya Roman, sijui kwanza tutasoma Roman, yes. Roman, katika kitabu ya Roman, Roman 6, katika kitabu ya Roman 6, Warumi 6, mstari wa 7 inasema, Roman 8:7, Roman 8, Roman 6, sorry, Roman 6:7, Roman 6. Nataka tuangalie katika Roman 6 mstari wa 7 inasema ya kwamba, for he that is dead is freed from sin. Kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki bali na dhambi. Bwana asifiwe. Yeye aliyekufa. Ni nani amekufa? Ni nani aliyekufa? Mimi na wewe tumekufa. Mimi na wewe. Wewe umeamini yani. Najua sio wote wanaonisikiliza wamegeuka. Na sio wote wanaonisikiliza wameamini ya kwamba Kristo Yesu wakati alipokufa, alikufa kwa ajili yao. Na tunaelewa ya kwamba Yesu Kristo alikufa. Na wakati alipokufa, alikufa kwa nini? Alikufa ni kwa sababu ya dhambi zetu. Dhambi yangu na dhambi yako. Na wakati alipokufa, dhambi ile aliyokuwa ameibeba kwa mwanadamu yote ilikufa. Na unaelewa na unatambua ya kwamba chochote kikifika katika kifo, hakina uhai tena, hakina ushindi tena, hakina jambo lolote lile la kufanya mwanadamu aweze kuingia katika maafa ama katika maofu. Bwana asifiwe. Haleluya. Dhambi lile lililokuwa limekuja katika maisha yetu kumpitia Adamu, wakati naye Kristo Yesu alikuja akakuta kila mwanadamu ameingizwa katika dhambi.
Yesu alisimama katika mwanya wa kuliondoa lile dhambi. Na aliliondoa namna gani? Mungu alitazama akaona hakuna kitu kingine kinaweza ondoa dhambi miongoni mwa wanadamu ila tu ni kifo. Na tunaona katika Old Testament mababa wetu wa kwanza wale wakale waliweza kutoa kondoo na haifa. Na neno katika neno la Bwana katika Biblia likatuhakikishia kabisa ya kwamba ile dhabihu walikuwa wanatoa ya ng'ombe na ya mbuzi haingeweza kuwatoa katika hali yoyote ile waliokuwa ndani yake. So kuonyesha ya kwamba hiyo dhabihu waliokuwa wanaoitoa haingeweza kuwasafisha kutokana na dhambi zao, haingeweza kuwaondolea dhambi zao. So walikuwa wanatoa, lakini dhambi zao zinaachwa tu, lakini zimefunikwa. But Christ, wakati Christ alipokuja, yeye maandiko inatuambia kwamba aliingia patakatifu pa watakatifu mara moja tu ya kutosha, na akatoa dhabihu moja, ile iliyofanya mwanadamu yeyote katika ulimwengu aweze kuondolewa ile dhambi. So ile damu iliweza kutuosha na kutuondolea dhambi. Ni damu ya mwana kondoo wa Mungu, ni damu ya mtu. Damu ya mtu, si ya wanyama, ndio iliweza kutuondoa katika hali ya uovu na hali ya dhambi na hali ya kifo. Ni damu ya Kristo Yesu, yule aliyesulubishwa katika msalaba, akafa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, akawa katika mauti yake. Na siku ya tatu Yesu Kristo akaweza kufufuka na akaweza kumfanya mwanadamu aweze kuwa mkamilifu kwa kufufuka kwake. Katika ufufuo wake mwanadamu alifanyika kuwa mzima. Na ni mzima na namna gani? Dhambi yote ile ilimokuwa ndani yake iliondolewa. Hali yoyote mwanadamu alipokuwa amestakiwa ikaondolewa. Bwana asifiwe. Kristo alituondoa katika kifo. Kristo alituondoa katika dhambi. Kristo alituondolea udhaifu wote ule tulikuwa tumestakiwa. Kristo alitupa kibali ya kusimama katika mwanya wa kuitwa wana wa Mungu. Kristo alitupa uwezo wa utawala katika Mungu, ndani ya Mungu. Kristo huyo akafanya tuweze kurithi ufalme wa mbinguni na vitu vyote vilivyomo. Kristo Yesu alitupa uwezo wa uponyaji. Uponyaji mgani? Uponyaji wa mioyo yetu. Bwana asifiwe. Yesu alituponya mioyo yetu, kwa sababu kazi kubwa ile Yesu Kristo alikuja kufanya hapa ulimwenguni ni kufungua watu katika mioyo yao, ni kufungua watu, ni kuondoa hali yoyote ile iliyokuwa inahukumisha mioyo yetu. Bwana asifiwe. Haleluya. Ninajua wakati tu tutakuwa tukiendelea tutaweza kuingia katika neno na tuweze kutambua jukumu kubwa ya uponyaji wa Kristo Yesu ilikuwa inaegemea pande gani. Jukumu kubwa ya uponyaji wa Kristo Yesu katika maisha yetu ni uponyaji wa mioyo. Uponyaji wa mioyo yetu. Hata sio uponyaji wa malaria, sio uponyaji wa kansa, sio uponyaji wa mambo haya yote. Tunasema uponyaji wa maisha ya mwilini. Kwanza Yesu alikuja kudeal na maisha ya rohoni. Na maisha ya rohoni ilikuwa imeattack our hearts. Bwana asifiwe. Sababu Yesu, maandiko inasema katika kitabu ya Matthew, osheni kikombe katika udani wake na juu kutakuwa katika usawa wake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jambo la kwanza Kristo alidiru nayo kuleta uponyaji katika ulimwengu ni katika maisha yetu ya rohoni. Alidiru na hali yoyote ya dhambi, hali yoyote ya kifo, hali yoyote ya chochote kile yule muofu aliweza kuwekelea mwanadamu. Yesu alidiru nacho kwanza katika udani wetu, na katika udani wetu ni katika mioyo.
aliofanya mioyo yetu ikaweza kuwa safi, na akajua mioyo ya mwanadamu ukiwa safi, hata mwili wake umtakuwa safi. Tukiendelea tu na kulisoma neno na kuliamini neno katika uweza wake. Bwana asifiwe. Tumesoma hiyo saba, na tukaona ya kwamba ati wakati tunakufa pamoja na Kristo, our old man, Bwana asifiwe, utu wetu wa kale umekuwa crucified with Christ. Bwana asifiwe. Kwa hivyo maisha yetu ya beleni, mawazo yetu ya beleni, mwili wetu wa beleni, hali yoyote iliyokuja kabla Yesu Kristo hajakufa, imekuwa crucified with Christ. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo utu wa kale unaondolewa na nini? Mawazo ya kale inaondolewa na nini? Jambo lolote lile linao yani lililokuwa linaojinua, haleluya, ndani ya maisha yetu, ndani ya mili yetu, yani inakwisha wakati gani? Inakwisha wakati ule tulikufa pamoja na Yesu, tukasikwa pamoja na Yesu, tukafufuka pamoja na Yesu katika imani. Haleluya, katika imani. Neno linasema ya kwamba ati knowing this, that our old man is crucified with him. Knowing this, our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed. Mwili wa dhambi uweze kuharibiwa. Bwana asifiwe. That henceforth we should not serve sin. Haleluya. Ati wakati mwili wetu mwili wetu wa kwanza, Bwana asifiwe, wakati umesulubishwa pamoja na Christ, huo umwili wote umeharibiwa. Kwa hivyo kutoka pale hatuwezi hesabiwa tena kuwa wenye dhambi. Hivyo ndivyo neno linavyosema. Hatutahesabiwa tena kuwa wenye dhambi, tutahesabiwa kuwa wenye haki, kwa sababu tumeshinda hali yoyote iliyotokanao na mwili, hali yoyote iandamanao na mwili. Na ndio tumasoma huo mstari wa 7, Romans 6:7, ikatuambia ati for he that is dead is freed from sin. Kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki bali na dhambi. Tukiangalia neno mahali pale, tutaweza tuangalie mstari wa 18. Hiyo tu chapter 6, Roman chapter 6 mstari wa 18 inasemaje? Being then made free from sin, you become the servant of righteousness. Atena mlipokwisha kuwekwa huru bali na dhambi, mkawa watumwa wa haki. Bwana asifiwe. Hakuna kitu kingine tunahitajika, Beatrice, na kuona hapo. Hakuna kitu kingine kinahitajika katika maisha yetu. Tunahitaji tu kufa pamoja na Kristo, kusikwa pamoja na Kristo, tena tuweze kufufuka pamoja naye. Tunafufuka namna gani? Tuafufuka pamoja naye katika nini?
katika katika neema. Hatuna dhambi, tunafufuka watu wapya. New creation. Tunafufuka tukiwa wapya. Bwana asifiwe. Tumefanyika kuwa wapya. Mili tunayoyapokea haiwezi weka magonjwa. Bwana asifiwe. Haiwezi weka kifo. Haiwezi kutana na hali yoyote iweze kushinda ule mwili tumefufuka nao. Sababu huo mwili tumefufuka nao ni mwili mmoja pamoja na mwili wa Kristo. Bwana asifiwe. Ni mwili mmoja pamoja na mwili wa Kristo. Ametuisha. Tukatoka katika mauti tukiwa tunafanana pamoja naye. Tukiwa tuna mawazo kama yake. Tukiwa tuna nguvu kama zake. Uwezo kama wake. Uzima kama wake. Ufalme kama wake. Tunaitwa wakamilifu ni kwa sababu yeye ametukamilisha katika ufalme ule uliokuwa ndani yake. Bwana asifiwe. Ni wakati wangu na wakati wako wa kuamini. Na wakati tunapoamini jambo kama lile, tunaingia katika patakatifu. Tunaingia katika wema. Tunaingia katika ukamilifu wa Mungu. Tukiwa tuna huu mwili unaoonekana ni kama mwili usio na uwezo na usio na nguvu. But sisi ndio tunajua wale tumekufa pamoja na Kristo, tumezikwa pamoja na Kristo na tukafufuka pamoja na Kristo. Sisi ndio siri imefichwa ndani yetu. Haleluya. Mtu wa mwilini hawezi tambua yale ninayoyanena. Lakini mtu aliye katika hali ya maisha ya kiroho, katika ufunuo, anaelewa. Kristo amefichwa ndani yangu. Ninaelewa. Aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliye nje yangu. So, walio nje hawawezi kunikomesha, sababu aliye ndani ako katika kazi. Bwana asifiwe. Mfalme wetu Yesu Kristo, yeye ndiye atendaye kazi ndani yetu. Yeye ndiye atuinuaye kutokana na hali yoyote ile tumeingia ndani yake. Wacha tusome katika hiyo Roman. Nataka tusome Roman 8. Roman 8 mstari wa 12 inasemaje? Roman 8:12 inasema 12. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, the life after the flesh. Basi kama ni hivyo ndugu, tu wadeni si wa mwili, tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Number 13. For if you live after the flesh, you shall die. But if you through the spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa. Bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa roho, mtaishi. Number 14. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Number 15. For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry,
Abba Father. Kiswahili, ate kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletao hofu, bali mlipokea roho wa kufanywa wana, ambao kwa hiyo twalia Abba, yani Baba. Bwana asifiwe. Haleluya. Kupokea Kristo ndio kupokea uzima. Kupokea uzima ndio kupokea Mungu. Bwana asifiwe. Sababu tunapokea Kristo, tunapokea Mungu kwa sababu tumemwamini Kristo. Na kumwamini Kristo ni kuamini neno lake lile alilo linena. Bwana asifiwe. Sababu ni gani? Si mimi na wewe twaishia kazi imekwisha. Sisi hatuishi kwa uwezo wetu ama kwa jambo lolote litakao kuja. Twaishi katika kazi imekwisha. Twaishia kazi ya mwenye mamlaka, na ndiye Mungu, yule aliyetangulia na akafanya kazi yote na akaimaliza katika msalaba. Ninaishia katika kazi yake ile tayari ameiandaa. Aliiandaa na akaimaliza kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Wakati alipokuwa anamuweka mwanadamu, zile siku 6 alizozifanya kazi katika ubanji, hizo siku 6 alikuwa ameshamaliza kazi yake ile alikuwa ameiandaa kabla mwanadamu hajaingia katika ulimwengu, kabla biguni na ulimwenguni hazijaumbwa. Mungu alikuwa tayari ameshamaliza hiyo kazi. Kwa pendo lake atakatuingiza katika patakatifu pa watakatifu kabla ya creation. Kabla ya creation alikuwa amemfanya mwanadamu kuingia katika nafasi yake. Haleluya. Najua haya ni mapya sana kwa watu wengi, sababu mtu anafikiria wakati ameokolewa, saa hiyo ameokolewa ndio ilikuwa chanzo cha maisha yake. Chanzo cha maisha yako ilikuwa kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Na hivyo ndivyo Ephesians inatuambia. Bwana asifiwe. Na Revelation inatuambia Yesu Kristo alichinjwa kabla ya msingi wa ulimwengu. Yesu alichinjwa kabla ya msingi wa ulimwengu. Tena Isaya ikatuambia hakuna mwanadamu yeyote yule aliweza kumuua Yesu. Mungu ndiye alifurahia sana kumslain his son. Yeye ndiye alimchinja mwanae, alimpeana mkononi mwa kifo ndio afe kabla msingi wa ulimwengu kuwekwa, kwa sababu yetu sisi. Mwanadamu wakati wote anapokuja katika ulimwengu anakuta kazi yote imeandaliwa. Mpaka Adam ndio akuja katika ulimwengu alikuta kazi imeshaandaliwa. Adam mwenyewe, Yesu na Christ, Yesu na Adam, Christ and Adam. Christ ndiye alitangulia. Christ and Abraham. Christ ndiye alikuwa ametangulia. Na ndiye maandiko inasema ya kwamba Abraham alikuwa ameona siku zangu. Bwana asifiwe. Nao Waisraeli Mafarisayo wakaanza kuleta shida. Sasa wewe na hata hujafikisha miaka 50 na Abraham baba wetu ni wa miaka mamia, unasema alikuona amna gani? Ulikuwa wapi? Unaona? Bwana asifiwe. Sababu watu hawajaelewa mwandishi wa neno na ndiye Mungu. Moyo wake ulikuwa umepangwa namna gani, na mawazo yake ilikuwa namna gani, mapenzi ya Mungu ilikuwaje? Watu wengi hawatambui. Watu wengi wanasoma tu wasome. Bwana asifiwe. Lakini tusipokuwa na moyo wa Mungu
ndio tuweze kutambua yale yote aliyoiandaa. Aliiandaa namna gani? Msingi wake ulikuwa nini? Fundamental ilikuwa nini? Yes. Kwa hivyo wakati tunapoendelea na kulisikiliza neno, tulisikilize neno kwa makini, tuweze kutambua neno katika mioyo yetu, tukijua ya kwamba hakuna ufunuo unaotokana na mwanadamu. Ufunuo unatoka katika Kristo kupitia Roho wake. Kwa hivyo jana tulifika na tukasoma katika kitabu ya Titus, tulisoma hiyo yote. Siku ya leo tumesoma yale tumeyasoma katika kitabu ya Roman, tukiendelea na kutafsiri kulingana na vile Roho wa Bwana atakapotusafsiria, tukikumbuka ya kwamba tunalisoma neno how the man Adam received the wrath of God. Alichukua ama alipokea makasiriko ama laana ama kifo. Alikichukua namna gani? Kulingana na neno la Bwana. Neno linatuelezea vizuri sana. Yes, mwanzoni Adam alikuwa anakaa na Mungu vyema sana. Adam alikuwa anatii. Adam alikuwa anafuata maagizo ya Mungu. Lakini ikafika katika nafasi Adam akamuondokea Mungu. Asante sana Soni. Akamuondokea Mungu. Na hakumuondokea Mungu katika mwili. Hiyo ni jambo tunafaa kuelewa, ndio tuweze kujifundisha. Tusiposoma mambo mengine hatutaweza kujifundisha. Kwa sababu watu wengine wanafikiria kuondokea Mungu katika presence yake ni kuwa katika umaraya, ni kuwa katika uuaji, ni kuwa katika wizi, ni kuwa katika madanganyo. Hapana, sio hayo yote. Kuondokea Mungu na kukaa mbali naye inaanzia kutoka moyoni. Yes. Hata haujafanya kitendo hata kimoja unaweza onyeshana, lakini moyo wako ubali na neno la Bwana. Moyo wako ubali katika kuamini mapenzi ya Bwana na kuamini neno la Bwana kulingana na vile neno la Bwana limesajiliwa. Tunaangalia, tunaona mtu kama Adam. Neno la Bwana linatuambia kwamba wakati ule Adam alikuwa katika shamba la Edeni, alikuwa amekaa vizuri sana na Mungu. Alikuwa amekaa vizuri sana na alikuwa na nguo ya utukufu, amevaa nguo ya utukufu. Mpaka wakati alipokuwa katika uchi, hakutambua yu uchi pamoja na Eve. But yule malaika anayeitwa Lucifer, na malaika huyo anayeitwa Lucifer alikuwa mfanyikazi wake. Yeye ndiye alikuwa messenger. Yeye ndiye alikuwa messenger wa nani? Wa Adam. Yeye ndiye alikuwa anayemwangalia, anayemlinda, anayemsaidia katika mambo yote katika shamba la Edeni. Kwa hivyo Lucifer alikuwa anamtambua Adam vyema, na walikuwa wanatangamana vyema katika maisha. Bwana asifiwe. Sababu ni gani? Kwa vile watu wengi wanashidangwa vile tunavyohubiri. Lakini ni kwa sababu tumelisoma neno na tukalitambua neno, na tutaendelea na kulitambua na kuwa na ufunuo. Kwa sababu hakuna malaika aliumbwa aweze kumtumikia Mungu. Malaika wote ulimwenguni wale waliumbwa na Mungu, waliumbwa ndio waweze kumtumikia mwanadamu. Bwana asifiwe. Malaika waliumbwa ndio waweze kutumika kwa mwanadamu, lakini si kwa Mungu. Hakuhitaji malaika yeyote yule, hakuhitaji.
Mungu kile alihitaji ni mwanadamu aweze kuwa na mtu wa kuwa pamoja naye, wa kumtumikia kulingana na neno katika kitabu ya Hebrews 1. Ukisoma mtu wa Mungu utafurahi. Hallelujah. Sitasoma, nimekusomea mara mingi, but ukisoma kitabu ya Hebrews 1, teremuka mpaka chini, teremuka ndio ujue mengi. Utakuta malaika aliumbwa kwa ajili gani? Ni kwa ajili gani malaika aliumbwa na akaumbika? Bwana asifiwe. Neno linaendelea kutuambia ya kwamba neno la Bwana linatuambia ya kwamba ati Adam rejected the tree of life. Hiyo tuliongea jana. Kusema Adam alikataa tree of life ni kusema ya kwamba Adam wakati alipopewa neno na Mungu, Adam alikataa neno. Neno ndio mfano. Tree of life ni mfano wa neno. Neno ndio original. But wakati Moses alipokuja, alichukua kwa mfano, akawaongoza wana wa Israeli katika mfano wa kuwaonyesha ati tree of life aliinganisha na neno. Akaanza kuwaelekeza kupitia tree of life and tree of knowledge of evil. Bwana asifiwe. Na wakati ule Moses alikuwa anafanya haya, alifanya haya kwa sababu watu wale walikuwa wazito kuelewa, lakini akawachorea vitu, pictures, kama vile tulikuta tunachorewa ma elephants, rabbits, stories zile zilikuwa za kina rabbit, elephant, vitu kama wanyama wale wa zamani ya tulikuwa tunaambiwa hadithi ya wale majitu, unaona mambo kama hayo ya tulikuwa tunaliganishwa na ilikuwa rahisi sana kutambua. Wakati Moses alipokuja katika Genesis, alianza kuandikia watu vitu kama zile na kuwachorea vitu kama zile, ndio watu wa wakati huo waweze kuelewa kwa haraka vile anavyonena. Kwa hivyo tree of life ilikuwa ni tree of life. Jambo ya kwanza ni word of God kwa wale wanaoiamini. Number 2, hiyo tree of life ilikuwa inasimamia uzima wa milele, na mtu yeyote yule aliweza kuangukia pande ya tree of life, huyo ndiye aliweza kumwamini Kristo na kuandamana pamoja na Kristo na kupokea uzima wa milele na kupokea neema ile Mungu aliyekuwa ameipeana. Mwanzo Adam alikuwa chini ya neema, alikuwa chini ya mamlaka ya imani katika Kristo Yesu. But wakati Lucifer alipokuja, akaingia ndani ya Lucifer, akajigeuza, akafanyika kuwa Satan, devil, na akaingia ndani ya mnyama mmoja katika shamba la Edeni anayeitwa snake, serpent, na akaweza kuitumia na iliweza kumdanganyililia Adam, Eve, wakiwa pamoja na Adam, na wakaweza kutumia ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya na wakaweza kuitumia, na ndio Mungu alikuwa ameambia Adam ya kwamba usile mti wa ujuzi wa mema na mabaya, wakati mtakao kula mtakufa hakika. Bwana asifiwe. Na kifo kiliweza kukaribishwa katika ulimwengu na mtu anayeitwa Adam, kwa sababu wakati ule alireject the tree of life, alitumia aliweza kuipokea
tree of knowledge of evil. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hivyo mara moja akakuja akafika kuwa nje ya tree of life. So ameiweka kando kwanza aweze kudeal na hii ingine, knowledge of evil. Na hapo Adam akaweza kuwa nje ya mapenzi ya Bwana kwa sababu tu ya kutoamini na mioyo yao ya kwamba Mungu amewaambia msitumie mti wa ujuzi wa mutikae kuria muti wa kumenyithania wega ona uru. Na hindi iria mukauria, Adamu riria ukauria, no gukua mugakua. Kwina gikuo. Na tondu Ngai niki giatumire uguo, tondu ti Ngai wombite gikuo. Sio Mungu aliumba death. Hapana. Death yule alifanya iweze kuingia katika ulimwengu ni Adam. Kwa njia gani? Kwa kutokubali kutimiza mapenzi ya Bwana. Bwana asifiwe. Haleluya. Yeah. Na death haikuumbwa na Mungu. Death ilikuwa nje ya Mungu. Ilikuwa haimo katika mawazo ya Mungu. Na kifo hakikuwa kina utawala wowote katika shamba la Edeni na katika mwanadamu. Lakini wakati mwanadamu aliambiwa, sikia maagizo yangu, usitumie mti wa ujuzi wa mema na mabaya, sababu ukiutumia kuna kifo. Mwanadamu badala ya akatae kile Mungu amekataa, akubali kile Mungu amekubali, mwanadamu alikubali kile Mungu amekataa. Akawa nje ya mapenzi ya Bwana. Akafika kuwa absent. Bwana asifiwe. Na wakati alipokuwa nje ya mapenzi ya Bwana, uko nje ndio kifo kiko. Kwa hivyo alijikuta katika kifo, sababu ukikataa life, death haitakosa kukutumikia. Haleluya, Bwana asifiwe. Na wakati wowote death inayotumikia mtu, ni kuonyesha ya kwamba huyu mtu amekataa maagizo ya Mungu. Huyu mtu amekataa Mungu. Ya. Wakati umekataa Mungu, promise ya Mungu haikufikii. Promise inakaa nje yako. Na promise ni nini? Ni life eternal. Promise ile Mungu alitupromise kuwa ndani ya life, katika life eternal. Yani kuishi katika umilele. Unaona? Nao wale wamechagua kifo, ni kifo katika umilele wao. Kwa hivyo kuna watu wataishi milele katika kifo, katika mwangamio, na kunao wataishi milele katika uzima wa Bwana. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati tunaposoma neno, tunafaa kulisoma neno katika akili za Bwana. Na wakati nilipokuwa ninasoma, niliona ya kwamba neno hauwezi litafsiri. Old Testament hauwezi tafsiri hata kidogo kama haujatambua ya kwamba Yesu Kristo in New Testament, yeye ndiye alikuja kuitafsiri the Old Testament kulingana na kazi ile aliyoifanya. Old Testament inafafanuliwa na kazi ya Kristo Yesu. Kwa hivyo wakati wote tunaposoma Old Testament, tunafaa tuone ile kazi Kristo Yesu aliyeifanya. Kufa kwake, kuzikwa kwake na kufufuka kwake. Matendo ya makuu ya Mungu ilifanyika katika maisha yetu. Ilifanyika kwa kufa kwake, kuzikwa kwake na kufufuka kwake. Hiyo ndio injili ile tunafaa kuihubiri kutoka mwanzo.
Hiyo ndio injili ile tunafaa kuihubiri wakati wowote tuishipo katika ulimwengu, kuhusu kazi Kristo Yesu aliyotufanyia. Ndio tuweze kujua ya kwamba Mungu hakupromise Adam death. Mwanadamu Mungu hakumpromise death. Mungu alipromise mwanadamu life. Sisi kile tumepewa na God ni life eternal. Kwa hivyo life ile Mungu aliweka ndani yangu ndio itaweza, ndio itanifanya niweze kuishi katika umilele wa baba yetu. Lakini baba wetu wa kwanza na ndiye Adam alireject that promise, akareceive death. Kwa hivyo, na kwa sababu ndiye alikuwa baba wetu wa kwanza, alifanya tuweze sisi wote kupokea kifo. Bwana asifiwe. Na wakati ule Mungu aliona mwanadamu amepokea kifo kupitia Adam, kupitia mtu mmoja Adam, watu wote wakaingia katika kifo. Akamtuma mwanae Yesu Kristo, mtu mwingine aweze kuja katika ulimwengu atuondoe katika kile kifo. So mimi na wewe tumeondolewa katika kifo na Mungu kupitia mwanae Kristo Yesu. Kwa sababu sio Mungu alikuwa ameumba kifo. Death ilikuwa absent. Death ni absence. Bwana asifiwe. Haikuwa mpango wa Mungu, sababu hata haimo katika Genesis 1 yote katika uumbaji. Haleluya, Bwana asifiwe. Mungu alisema kupitia mwanae ate nimekuja, I have come that you may have life and life abundantly. Bwana asifiwe. Yesu alikuja ndio mimi na wewe tuweze kupokea uzima, na tena uzima tele. Sio kifo tele, sio dhambi tele, ni uzima tele. Bwana asifiwe. Lakini Adam alichukua kifo tele na akafanya mwanadamu aingie katika kifo. Lakini Yesu naye, Mungu naye, kwa sababu ya huruma zake kwa wingi, akamtuma mwanae ndio tuweze kuondolewa katika kile kifo. Bwana asifiwe. Katika hiyo kitabu ya John 3, John 3:16 inatuambia kwamba ni mstari tumeusoma sana, lakini kwangu sio mstari wa kawaida katika maisha yangu. Sio mstari wa kawaida. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Sio mstari wa kawaida katika maisha yangu. Bereni ulikuwa wa kawaida. John 3:36. Hiyo tu 3 mstari wa 36 inasema, inatuambia kwamba acha nifungue tu please. 36. He that believeth on the Son had everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God. Unaona? Hapa ndipo nilitoa wrath ile Adam aliipokea. Kwa nini? Kwa sababu Adam rejected the tree of life. Hallelujah. Alikataa. Lakini kwa pendo lake Bwana, John 3:16, alimtuma mwanae ndiye sisi wote tuweze kuondolewa katika ile wrath Adam aliweza kutuingiza
kwa kureject the word of God, the giving of God. Bwana asifiwe. Wakati wote tunakataa kile Mungu amepeana, sisi tunaangamia. Akasema Kiswahili, amwaminie mwana yu na uzima wa milele. Asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Hii ghadhabu ya Mungu inaokalia mwanadamu. Sio ati kwa sababu, yani ni mtu kutoamini. Mpango wa Mungu tunafaa kuutambua. Tukitambua mpango wa Mungu from the beginning, Bwana asifiwe. Tukitambua huo mpango wa Mungu na tuweze kuingia ndani ya huo mpango wa Mungu, makasiriko ya Bwana haitatufikia. Lakini wakati tutaweza kuona mpango wa Mungu, tukatae. Yes, wakati tutatambua mpango wa Mungu, alafu tukatae ule mpango, ukweli na kwa uhakika ni ya kwamba tutaangamia. Mwanadamu ataangamia. Na hataangamia kwa sababu Mungu anataka aangamie. Hapana. Ataangamia kwa sababu atajiangamiza mwenyewe. Sababu ukiwekea mtu chakula akatae kukula, na umemwekea chakula, umemsafu, awe anasema nitakula. Nitakula. Yes, nitakula. Yule mtu anaendelea tu na kufinyika. Na mwishowe kwa sababu ya kukataa chakula atakufa. Ndio unaona mgonjwa wakati amegojeka na anashindwa kukula na mdomo, anapewa chakula na mpira ndio aweze kuishi, na ndiye atimbike vyema. Bwana asifiwe. Na sisi wakati tumeletewa neno mbele yetu, tumefundishwa neno, tunalisikia neno, but hatuliamini neno, kile kitakuja katika maisha yetu. Si mapenzi ya Mungu tuangamie, lakini kwa sababu tumekataa kuridhika na neno lake, tutajikuta katika tamaa za mambo mengine, zile zitaleta mwangamio katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Adam akajikuta katika tamaa, akatamani vitu vilivyokuwa havifai. Akatamani ule mti, matunda ya mti ule aliambiwa asile. Na alikuwa ameambiwa vyema, ukila yale matunda kuna kifo ndani yake. Lakini Adam, kwa sababu ya kuwa bubu katika masikio na moyo, alitumia lile tunda. Bwana asifiwe. The wrath of God is absent of eternal life. Hakuna kitu kinaitwa makasiriko ya Mungu. Kilikuwako. Lakini kwa mwanadamu kukataa, ile ladhi haikuwako katika maisha ya Mungu na katika moyo wa Mungu. Ukakuta ukimkataa Mungu, haujamkataa shetani. Makasiriko ile tunaita makasiriko ya Mungu ikamfikia mwanadamu kwa sababu ya kukataa, kwa sababu ya ukavu wa moyo wake. Leo hii hivyo ndivyo ilivyo. Watu wengi wanaangamia maishani mwao kwa sababu ya kukausha mioyo yao. Watu wengi wamekausha mioyo yao. Hata kama wameokoka, watu wengi wameokoka, but sio wokovu katika Kristo. Ni wokovu wa Kristo wa juju. Si wokovu wa moyoni.
ni wokovu wa kutaka wa kuongezeka katika mali, wokovu wa uponyaji, wokovu wa mafuta, wokovu wa nini, wokovu kwa sababu kuna magonjwa, wokovu kwa sababu nataka bwanangu ageuke, wokovu kwa sababu nataka utajiri, nataka nibarikiwe katika biashara nikifanya, wokovu ya kwamba ni sababu hii inafanya, hii ndio sababu ile inafanya niweze kuokoka, na Mungu ukinipa mtoto mimi nitaokoka, mimi nitaishi katika wokovu. Hiyo yote sio wokovu wa Kristo. Wokovu wa Kristo hauna sababu ingine yoyote ila tu uzima wa milele. Ya, funguka jicho mwana wa Mungu. Mtu wa Mungu, funguka jicho. Yesu hakukuja ni kwa sababu ya jambo lingine lolote, ile tu ni kwa sababu ya uzima wake. Ya, ile tu ni kwa sababu ya eternal life juu yangu na juu yako. Bwana asifiwe. Wakati wowote mwanadamu amekosa kuamini, eternal life would be absent. Atakuwa nje ya mapenzi ya Bwana. Na nje ya mapenzi ya Bwana ni death. Bwana asifiwe. Ni death. Hallelujah. Na wakati ule eternal life is absent, what you will have is, unasikiliza my dear, the absence of God. Yule atakuwa nje ya moyo wako ni Mungu. Bwana asifiwe. Absence of life. Bwana asifiwe. Inaleta absence of God. Kwa hivyo wakati ule unajikuta uzima wa milele haumo ndani yako, wewe hauna Mungu. Wakati ule unajikuta wewe hauna Kristo ndani yako, haujaamini kazi yake, kile kiko ndani yako ni absence of God. Hallelujah. Na hapo ndipo mtu anafika kuwa wrath of God imo juu yake. Hallelujah. Bwana asifiwe. Yeah. Mwadhani ya rongosho. John 5. Tusome. John 5:24 inasema, John 5:24, inatuambia ya kwamba John 5:24 inatuambia ya kwamba when the people therefore saw that Jesus was not there, neither nasoma 6 badala ya 5. 24. John 5:24. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believe on him that sent me, hath everlasting life. Unasikia vile neno linakwambia vizuri? And shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Ebu kumbuka wakati Adam na Eve walikula tunda, walifanya nini? Condemnation iliwagonga mara moja. Na wakati ilipowagonga, wakati Mungu alikuja kuangalia katika shamba la Edeni, aliwaita. Adam akaulizwa, mko wapi? Akasema, tumejificha. Condemnation. Condemnation. Tumejificha. Kwa nini? Kwani Mungu akamuuliza, kwani mlikula tunda lile nilimwambia msikule? Hallelujah. Kile shetani anatia ndani ya mioyo yetu ni condemnation. Wakati wowote condemnation imo ndani yetu, tunakana uoga.
Yes. Na wakati wowote uoga umo ndani yetu, hatuwezi simama imara katika wokovu wa Bwana. Kwa nini? Kwa sababu saa yote tunahukumiwa. Na kwa sababu ya hayo ndio unaona watu kila saa, kila dakika kazi yao ni kutubu. Kwa nini watu wanatubu kila wakati? Kwa nini watu wanatubu kila wakati? Wakilala, wakiamka, wakienda kwa barabara, wanaomba protection yani kwa uoga. Nasema mambo kwa uoga. Ni kwa nini? Kwa sababu ndani ya mioyo yao kuna condemnation. Na condemnation ni kazi ya ibilisi. Kwa hivyo ibilisi afanya kazi ndani ya mioyo ya watu. Si kusema kuomba protection ni vibaya. Lakini fear is two types. Kuna fear of God na fear of things. Bwana asifiwe. Mtu yeyote yule aliye na fear of God ni mtu yule amekubali tree of life. Sababu Bwana yani ni Mungu, ni roho wa Bwana anamuongoza. Mtu yule anaogopa vitu na mambo isimkute. Huyo ni mtu ako na wrath, amefikiwa na condemnation. Na mahali popote condemnation ipo, there is sin. Sin ndiye baba wa condemnation. Bwana asifiwe. So kulingana na neno la Bwana linatuambia ya kwamba katika kitabu ya Roman na katika kitabu ya John, na ndio tunasoma, wakati wowote condemnation imeondoka, you are right with God. Bwana asifiwe. Kulingana na hiyo neno tukilisoma na Kiswahili inasema ati amin amin nawaambia, yeye alisikiae neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Hallelujah. Adam alipokea death, wrath. Na kutoka wakati alipopokea, uoga ukaingia ndani yake, akamtoroka Bwana. Alimtoroka hadharani. Hebu nikuulize, ndani yake na yeye ndani yako, ama there is condemnation, kuna hukumu inakuhukumisha ndani yako? Hiyo hukumu inaitwa sin. Na hiyo sin ni mlango wa kuzimu. Umefungulia kuzimu mlango ndani yako. That condemnation. Bwana asifiwe. Ni lazima udeal na that condemnation in your heart. Sababu condemnation haikurangi akili. Condemnation haikurangi mwili. Condemnation inakula heart. Na wakati wowote hati ya mwanadamu isiyo na ujasiri katika neno la Bwana, huyo mtu anakuwa na fear and anxiety. Fear. Hallelujah. Ujue ya kwamba condemnation, hukumu ndani ya moyo, ni dhambi. Na hakuna mwenye dhambi atauona ufalme wa mbinguni. Na hayo ndio tunapigania sana, watu waweze kuyatambua, ndio waweze kujua mapenzi ya Mungu. Na yeyote yule, kulingana na neno inasema, he shall shall not come into condemnation. Huyo ameshapokea uzima wa milele. Huyo amepokea neno la Bwana, hata kuja into condemnation. Bwana asifiwe. Huyo amepokea what God
promised man. Nini God promised man? Life eternal. Nini kinanena na kinalia ndani ya moyo ya yule amepokea hana condemnation? Ni life eternal. Na ilipeanwa lini? Usidanganyike, before the foundation. Life eternal ilipeanwa before the foundation. Haikupeanwa jana kwa sababu ndio uliokoka. Hapana. Bwana asifiwe. Na tukiendewa hivi, mtu yeyote yule aliye ndani ya Mungu, in God there is no evil. In God, in Christ, there is no evil. In the word of God, in the Holy Spirit, there is no evil. Bwana asifiwe. Mwanadamu ndiye ana create evil. Hallelujah. There is no bad in God. Hakuna jambo lolote lile ni baya katika Bwana. Yes, there is only good in God. Ndani ya Mungu, kitu kile kimo ndani yake ni goodness. Because God is a good God. Nasemaje? There is no evil in God. There is no bad in God. There is only good in God. Because God is a good God. Kwa hivyo wale wanaona kama Mungu hawatambui na haelewi, na kuambia wewe ndiye hauelewi Mungu. Wewe ndiye hautambui moyo wa Mungu. Wewe ndiye hautambui mwenendo wa Mungu. Bwana asifiwe. Wakati tunaposoma neno, tunasoma English, Bible hizo za English, tunasoma Greek, tunasoma Hebrews. Yani tunasoma hizo ndio tuweze kuelewa neno la Bwana kutoka mwanzo ilikuwa imeandikwa namna gani. Sababu maneno ya kwetu inaleta utofauti sana. Hata English ile imeandika Bible wakati mwingi sio ile inafaa kutafsiri the word of God. Sababu kutoka fundamental neno la Bwana iliandikwa katika Kigreek and Kihebrews na ile lugha ilikuwa ya kina Christ. Tutakuja kujua yote. Kwa hivyo mwanadamu Adam alimiss the mark. Adam alimiss the mark. Na wakati alipo miss the mark, sisi wote tukamiss the mark. Yeah. Adam ali step aside. Hakutimiza mapenzi ya Mungu. Hallelujah. Alikaa kando na mapenzi ya Bwana. Alikosa kuyatimiza yale yalikuwa yanafaa kutimizwa. Alifanyika kuwa alikataa. Wacha niseme hivi, refuse ya. Refuse mamlaka ya Mungu. Alikataa kufuata. Alikataa kutii mapenzi ya Mungu. Ya. Bwana asifiwe. Haya ni mambo hatuna haraka tukiyafundisha watu wa Mungu. Sababu tulifundishwa Biblia, neno la Bwana kwa haraka na kwa mapenzi ya watu na kwa mpendo la watu, tukakoseswa njia. Saa hii tunazunguka huku na kule kama kondoo hazina mlinzi. But
Kwa sababu ya upendo wake Bwana ametupa nafasi ya kutambua na kuelewa. Kulikuwa na shinda kwa viongozi wale waliotuongoza kutoka mwanzo. Kwa hivyo ni wakati wa kulisoma neno tena na kurekebisha kokote kule tuliweza kupotoswa. Wale walitupotosa wengi wao wamekufa. Wengine wako na ndio wahubiri. Hata mimi nilikuwa mpotosi wa watu. Miaka fulani imepita. But nilikuja kutambua siri yote siri imefichwa in New Testament, in Old Testament. Siri imefichwa in Old Testament, katika Ufunuo, katika kitabu ya New Testament. Kwa hivyo hakuna mtu awezaye kuisoma Old Testament anaihubiri vile ilivyo. Old Testament inafafanuliwa na New Testament. Ndio ndani ya Old Testament Yesu Kristo na kazi yake ya kifo ipatikane umwagakaji wa damu ile. Bwana asifiwe. Haleluya. Adam alikataa kuhind. Alirefuse mapenzi ya Mungu. Na kwa sababu mwanadamu na ndiye Adam aliweza alikataa kufuata mapenzi ya Bwana, kusikia mapenzi ya Bwana, kufanya mapenzi ya Bwana. Alifanya nini? Aliweza kujikoa. He stumbled himself. Bwana asifiwe. Yeye mwenyewe alijikoa mwenyewe. Na sasa hivi tuna mambo mengi sana tunajikoa nayo, kwa sababu tunafuata our mind. Our mind saa ingine haikuangi correct. Our mind saa ingine haikuangi correct. Na mind yetu inakuwa correct wakati ule tumeichanganya na word of God. Sababu neno la Bwana ndio taa imulikiao our mind. Wakati inamulikia mind yetu na tunakubali iweze kufuata, inarekebisika, inarekebishwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo watu wa Mungu, wakati tunapoishi katika ulimwengu tulio ndani yake, ni lazima tuweze kuangalia mambo mengi katika maisha yetu, ndio tuweze kujua kile Adamu alikataa ni nini. Tukikosa kulisoma neno na kulitabua neno vyema, tutafikiria vile tunafikiria. Lakini kulingana na neno la Bwana, kile Adam alireject Christ. Alireject Christ, the tree of life, Christ. Akapokea kitu tunapoita Satan. Mawazo yake aliyafuata. What Adam reject in Genesis was Christ. Bwana asifiwe. Alireject Christ. Kwa hivyo akafika kuwa absent of Christ. Yes, Adam was absent of Christ. Bwana asifiwe. Hakuweza kufuata Christ. Alifika kuwa nje ya mapenzi ya Mungu, kumpitia kutomkubali kazi ya Kristo in his life. The sin of Adam was the absence of Christ. Hallelujah. Leo hii wewe unaamini nini? Unaamini uponyaji? Unaamini prosperity? Unaamini the law? Ama unaamini Christ? Vitu ni nyingi sana katika ulimwengu za kuamini na kufuata. Lakini
only one. Bwana asifiwe. We will stand forever. Only Christ. Hizi zingine zote zitabomolewa. Hizo zingine zote zitabomoka. Yeah. Hallelujah. Wacha tuangalie katika kitabu ya John 1:4. Time yangu inaelekea kuyoyoma, lakini niko na dakika kama 6. John 1:4 inasema, in him was life, and the life was the light of men. Ati ndani yake ndimo mlimo kuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Ndani ya Kristo, hapo ndipo kulikuwa na uzima. Adam alikataa uzima, alikataa light ya Christ, akaongozwa na darkness. Death and darkness is not a creation of God. Darkness and death sio ubanji wa Mungu. Yes. Hizo zilikuwa absence of God. Hallelujah. In him the word. Yes. Christ the word. Christ the right. Christ the way. Hey, Christ the eternal life. Yes. Na hiyo neno lilikuwa wapi? Lilikuwa na Mungu. Christ was with God. In God. Kwa hivyo, hiyo ndio lile neno Genesis inanena in the beginning. Inanena kuhusu Genesis. In the beginning there was life. There was light. There was life. In the beginning, Christ Jesus. Yeye ndiye alikuwa nuru. Yeye ndiye alikuwa uzima. And the life was the light of men. In Genesis. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, Christ alianza kung'aa juu ya mwanadamu kutoka mwanzo. Genesis 1. Genesis 1. Yeye ndiye alikuwa right of men. Hallelujah. Mungu akasema na kuwe na right. Christ akawa. Yes. Nashukuru Bwana kwa sababu ya upendo wake. Neno la leo limenitia mtisha sana kuendelea na kulisoma. But kesho tutaanzia John 1. Tusome tuone. Sababu ya time. Na kupenda sana. Lakini jua ya kwamba usipokaa ndani ya mzabibu, usipokaa ndani ya Kristo, usipotambua ya kwamba Adam alimkataa Christ, Adam alikataa tree of life, ile ilikuwa mfano wa Christ himself, akapokea tree of knowledge of evil. Bwana asifiwe. Ikiwa mfano wa Satan. Rejection. Aka-reject God. Ikiwa mfano wa death. Mtu wa Mungu, ukikosa kutambua haya yote, utakuwa umemeza kifo. Na utaishi kanisani, utaomba na utaongea na lugha za kikwenu, ukiwa kifo kinalia ndani yako. Na kile kifo kimetafsiriwa na neno ya kwamba ni kuwa na condemnation. Yeyote yule aliye na condemnation
love imo juu yake, death imo ndani yake. Haleluya! Wacheni tukae ndani ya Kristo, hapo ndipo kuna uzima na tena uzima tele. Kristo ndiye uweza, nguvu, mamlaka, uzima, nuru, everything katika maisha yetu. Na tukiwa naye, mambo mengi yasumbuao watu wengi itakuja tu na itapitia kwako, but haitakukomesha. Vile wengi wamekomeshwa na wameaibika, itapitia na watu wataiona, but utasimama imara na utashinda yale yote yanayokuja katika maisha yako. Nakupenda sana, na ninasema baraka za Bwana siandamane usiku na mchana pamoja nawe, na uzima wake uweze kuwa gangari ndani yako katika umilele wote. Na si kwa sababu ninanena, ni kwa sababu imeandikwa. Bwana asifiwe. Wema wa Bwana na utukufu wake uzindi kuendelea na kuongezeka katika neno, sababu wakati tunaposoma neno ndio tunaongezeka katika maisha yetu, kuwa na hekima, kuwa na ufunuo, kuwa na ujuzi, yani knowledge. Bwana asifiwe. Understanding. Kule ndani tunaubika kuwa na word of knowledge, word of wisdom, yes, and discerning spirit. Sinaubika ndani yetu. Tunakuwa na moyo kama wake Kristo Yesu. Moyo unafanya nini? Moyo unaopenda, moyo haubabui, moyo ulio na uwezo wote, moyo unao give, yani uko na room ya kila mtu, mzuri na mbaya. Na huo moyo hauangamii kwa sababu ya hayo. Sababu ni moyo wa Kristo, yule aliyekuja katika ulimwengu ni kwa ajili ya dhambi ya watu wa ulimwengu, na hakuwaacha wote, aliwafia ndio wote waweze kupokea uzima wa milele. Na kupenda sana, na neema ya Bwana iendelee na kuandamana pamoja nasi katika maisha yetu wakati wowote, usiku na mchana. Wacheni tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza, umejaa nguvu na mamlaka. Asante ni kwa sababu ya kutunenea pendo. Asante ni kwa sababu ya kutuelekeza na kutuonyesha ya kwamba in Old Testament Christ anatawala. Christ ndiye chanzo. Christ ndiye fundisho ndani ya Old Testament. Ninaombea mioyo ya watu wengi iweze kutambua na kufunguka, kujua ya kwamba Christ hayuko tu in New Testament, ako katika Old Testament kwa uwezo wote, kwa nguvu zote, na kujua ya kwamba yeye ndiye alitangulia katika Old Testament ni kwa ajili yetu sisi tukaweze kufaulu. Asante Mungu wetu na Baba wetu. Haya yote ninaomba Bwana, watu hawa tunao Bwana mfalme katika wendani waweze kuwa na hekima kuu, waweze kuwa na understanding, waweze kuwa na revelation, waweze Bwana Jehova Jireh kutambua mapenzi yako wakati wowote unapoyanena. Asante sana Bwana, ni kwa utukufu wako. Asante ni kwa sababu ya baraka, asante ni kwa sababu ya uponyaji. Yes. Nilikuwa katika shinda ya kifua, lakini Bwana ukanifungua. Asante ni kwa sababu umewafungua wengi na utawafungua wengi, tukiendelea tu na kuongea, tukiendelea tu na kufundisha, tukiendelea tu Bwana Jehova Jireh na kusikia mapenzi yako katika neno lako, vile ulitufungua na kutuokoa katika mkono wa yule mwovu. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba sisi wote na tunaamini. Amen. Nakupenda sana.